tunashukuru Mungu ambaye ametulinda, ametuwezesha, ametuleta mpaka sehemu hii ya Kiblombe. Tena nachukua nafasi hii ni wasalimie wakaaji wa Kiblombe pamoja na sisi sote ambao tuko hapa. Hamjambo? Hamjambo? Nachukua nafasi hii ni wakaribishe nyinyi nyote katika hapa pahali ambapo tumekuja kutenga kidogo ili tuweze kuleta neno la Mungu ambalo liliweza kuletwa tangu jana, limekuwa pamoja nasi tangu jadi. Najua kila mmoja wetu hapa alipozaliwa aliweza kupata kujua ya kwamba kuna neno la Mungu ambalo linaokoa. Hiyo ndio ujumbe ambao tumeleta tena siku ya leo, ambayo sio tofauti sana na ile ambayo tumekuwa tukisikia kila wakati. Sisi tumeleta ile ujumbe ambao tumeweza kuhubiriwa siku ya leo. Tumeambiwa ya kwamba wakati ambapo Yesu alipokuwa anatoka huko ulimwenguni, akawaambia wale wanafunzi wake 12 na pamoja na wafuasi wengi ambao alikuwa amewapata wakati huo, kwamba neno hilo, habari kuhusu Yesu, litangazwe katika kila dunia, katika kila sehemu ya dunia, na ikisha kufika kila sehemu ndio mwisho sasa inafika. Alafu yule Yesu ambaye alipaa juu angani atarudi tena hapa dunia kutawala kwa miaka 1000 na kuwapatia uzima wale ambao waliweza kusikia neno lake na kulitii. Haleluya, haleluya. Kwa hivyo hiyo ndio ujumbe ambao tumeleta hapa tena siku ya leo, na tunawaita watu wote ambao wanasikia sauti hii, na tunashukuru sana kwa sababu mmeweza kutukaribisha ili tusemezane pamoja. Maandiko yanasema ya kwamba njooni tusemezane. Tulisomewa katika kitabu cha Isaia 1:18 na kuendelea. Mungu anawaita watu akiwaambia, kujeni niwanenee, kujeni tuongee, tuone jinsi ambavyo tutakavyoishi katika maisha haya. Haleluya. Na hiyo ndio ujumbe ambao tumeleta. Ni ujumbe wa Yesu Kristo ambaye alikufa na kufufuka kwa ajili ya dhambi zetu. Ni ujumbe ambao tunaleta tukiwaambia watu waweze kulikubali neno hilo, waweze kumkubali Yesu Kristo ambaye alikufa na kufufuka kwa ajili ya dhambi zetu. Ni yeye peke yake ambaye amekufa na kufufuka, ili kuonyesha kwamba kuna kufufuka hata baada ya kifo. Sisi zote tunakubaliana, ingawa baadhi ya wanasayansi na wanahistoria wanajaribu kupinga kwamba Yesu hakufufuka, lakini alifufuka. Na tukitaka kuamini, tunasoma historia tujue kumbe kuna wakati ambapo Yesu alikuwa na kisha akaenda. Hata tarehe zetu ambazo tunapohesabu saa hii tuko mwaka wa 2026, tunasema 2026 AD, tunasema after the death of Christ. Wengine wanasema 2026 AC, wanasema hiyo ni baada ya Kristo. So hiyo ni kumaanisha, hiyo ni ishara kwamba, na hiyo ni thibitisho tosha kwamba Yesu aliwahi kutokea hapa dunia, na kuna wakati ambapo yeye hakukuwa dunia na watu hawakuwa wanahubiriwa habari ya Yesu. Watu walikuwa wanahubiriwa habari nyingine, walikuwa wanaambiwa ya kwamba waweze kulikubali lile neno la Musa, lile agano la kwanza ambalo ilikuwa ni sheria za Musa, ili waweze kuokolewa katika dhambi. Na neno hilo wakati huo ilikuwa imeutengewa watu ambao walikuwa wanaitwa wana wa Israeli. Sisi watu wengine pamoja na wakaaji wa Kiblombe hapa, kwa sababu unajua hakuna mwana wa Israeli hapa, hakuna Myahudi ambaye ako hapa. Sisi zote tulikuwa nje, hii injili haikuwa yetu. Sisi tulikuwa tunakaa kama wanyama, sisi tulikuwa hatuna tumaini, na Biblia inasema hivyo. Tukisoma katika kitabu cha Waefeso 2:11 inasema hii injili ilikuwa ya watu wengine, lakini tunashukuru Yesu Kristo ambaye alikuja na akatufungua na akatufanya tukue wana wa Mungu. Na ndio maana tumeleta hiyo injili tukihubiri Yesu ambaye kukufa kwake na kufufuka ndio ilituruhusu tuweze kupokea neno hili
ambalo lina manufaa sana kubwa kwetu. Ikasema nini? Kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi, kumbukeni hata nyinyi watu wa Kiblombe kwamba zamani ninyi pamoja na sisi tulikuwa watu wa mataifa, tulikuwa tunaambiwa watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, kwa jinsi ya mwili, na waitwa wasiotahiriwa. Sisi tulikuwa tunaitwa wasiotahiriwa. Hata hii tohara ambayo iko hapa haikuwa yetu, hata ingawa tunajigamba saa zingine, hasa jamii ya Kikalenjin tunasema wale wengine wenye hawajatahiri ni ng'etik. Haleluya! Hiyo tohara hata haikuwa ya Wakalenjin, ilikuwa ni agano ya Mungu na Ibrahimu na vizao vya Ibrahimu, tukifuata katika historia na katika Biblia. Hiyo tohara ilikuwa ya watu wa Israeli. Ikasema nini? Na waitwa wasiotahiriwa. Tulikuwa tunaitwa sisi ni watu ambao hatujatahiri. Wanaoitwa waliotahiriwa, wao watu wenye wanatahiriwa walikuwa wanaita sisi hatujatahiri. Yaani tohara ya mwili. Na hiyo ilikuwa tohara ya mwili tu, haikuwa tohara nyingine. Iliyofanyika kwa mikono. Kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo. Sikia, sisi hatukuwa na Mwokozi, hatukuwa na Kristo. Sana sisi hatukuwa tumeokolewa. Mefarakana na jamii ya tulikuwa nje kabisa na jamii ambayo ni ya Mungu. Ndio maana katika Biblia tunaposoma katika Biblia Agano la Kale, Old Testament, tunapata kusema Biblia inasema Mungu wa Israeli. Mbona ilikuwa ya Wanaisraeli peke yao? Endelea. Wageni wasio wa maagano ya ahadi. Sisi tulikuwa nje ya maagano ambayo Mungu alikuwa ametengeneza na Wanaisraeli. Sisi hatukukuwa hapo. Hamna tumaini. Sisi hata hatukukuwa na tumaini. Tulijua tu tukikufa tumekufa, ikiharibika imeharibika. Ugonjwa ikikuja hakuna mtu tunaomba atuponye. Kiangazi ikikuja hakuna hata mvua tunaomba nani. Hatukukuwa na tumaini lolote. Hamna Mungu duniani. Hatukukuwa na Mungu. Sisi tulikuwa na miungu yetu ambayo haiwezi kuokoa. Wengine walikuwa wanaabudu jua, wengine wanaabudu mambo mengine ambayo haiwezi kusaidia. Wengine walikuwa wanaabudu masanamu. Hata sisi jamii ya Kikalenjin tulikuwa tunaabudu zetu ambazo hazikuweza kupatia watu tumaini la maisha. Lakini sasa katika Kristo Yesu, kupitia Yesu Kristo ambaye tumeleta injili yake siku ya leo, sisi ambao tulikuwa mbali hapo kitambo tumekuwa karibu sasa kupitia kwa damu yake Kristo. Itoshe hapo. Haleluya. Wakaaji wa Kiblombe, hakuna injili nyingine tumeleta injili ya Yesu Kristo. Nimesema katika Agano la Kale watu walikuwa wanaambiwa wakubali ile dini ya Wayahudi. Kwanza kama unataka kukubali, kitu ya kwanza ulikuwa unatahiriwa ili uweze kuwa mojawapo wa wao. Lakini kupitia sasa, ili tukue wana wa Mungu, ili ule Mungu muumba mbingu na nchi akuwe wetu, ni sisi kukuwa na imani kwa Yesu Kristo ambaye alitumwa hapa dunia akufe kwa ajili ya watu wote. Sisi sote tunajua ya kwamba ili dhambi zisamehewe lazima damu zimwagike. Hata katika jamii zetu, ikiwa mtu ametenda dhambi, ilikuwa ni lazima damu ya mnyama yeyote iweze kumwagwa ili mtu asafishwe dhambi. Sivyo hivyo hata kwa Mungu ilikuwa kwamba kama mtu ametenda dhambi lazima damu zimwagike. Kitambo, wakati huo kabla ya Yesu, hata damu ya ndama na kondoo na mbuzi zilikuwa zinamwagwa, lakini hizo hazikuwa zinafanya watu kuwa wakamilifu. Haikuwa inafanya watu kusamehewa kamilifu dhambi zao. Ndio maana Mungu akaona ya kwamba ni lazima nipeane kafara ambayo haina makosa. Lazima damu imwagike ambayo inaweza kusafisha ulimwengu bila kurudiwa. Ndio maana akatoa mwana wake wa pekee ambaye tukisoma katika Biblia tunaambiwa wa kwanza, Yesu si eti kwamba alizaliwa jinsi ambavyo watu wanafikiria alizaliwa na Maria. Yesu hata alikuwa kabla hajazaliwa kiroho. Tunaposoma katika kitabu cha Wakolosai 1:15 inasema ya kwamba kiumbe cha kwanza kuumbwa
kumbe alikuwa Yesu. Naomba tusome hapo kitabu cha Wakolosai 1:15. Inasema nini? Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Hiyo Yesu ambaye tunahubiri leo ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Alikuja dunia na hata watu wa dunia hawakumkubali. Mzaliwa wa hata the reason why aliuawa na kusulubishwa msalabani, eti alizingiziwa kusemekana kwamba alifanya makosa ya kujifanya kuwa Mungu, eti anajiita mwana wa Mungu. Inasema nini? Ikasema mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Yeye ndio mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Hata hakuna kitu kingeumbwa kama yeye hangekuwa. Ndio maana aliumbwa akawa wa kwanza. Vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, kila kitu ambacho unakiona hapa vinavyoonekana na visivyo, hata vile zenye hazionekani kama hewa ambayo tunaizi tu tumevuta lakini hatuoni. Yeye Yesu huyo ambaye tunahubiri leo, yeye ndiye aliumbwa, alikuwa mzaliwa wa kwanza. Hata tukichunguza tena maandiko vizuri, tunapata kujua ya kwamba hata ile mwamba ambao Musa aliambiwa aweze kugonga jangwani ili Wanaisraeli wapate maji, alikuwa ni Yesu. Hiyo ni kitambo, hata kabla ya Yesu, lakini huyo ni yeye kwa sababu alikuwa kiroho. Haleluya! Kupitia huyu Yesu ambaye tunahubiri, mwenye alitumwa ili kutufungulia sisi zote wokovu, tunaambiwa ya kwamba tumkubali. Kupitia yeye peke yake ndio tunapata uzima wa milele. Naomba tusome katika kitabu cha Yohana wa kwanza 5:11 na 12. Hakuna mtu anaweza kuokolewa iwapo hata kubali neno la Yesu Kristo. Na tutapata kujua ili neno la Yesu Kristo yenye watu wanasema injili ni nini. Hiyo ni nini yenye unafaa kukubali? Ni nini? Kwanza tusome hapo. Kasema, inasema nini? Huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele. Hiyo ndio ushuhuda kwamba Mungu alitupatia uzima wa milele. Uzima huu uko katika mwanawe. Hiyo uzima uko katika mwanaye ambaye ni Yesu Kristo, ambaye sisi sasa tunamwita Yahshua Masihi ama Yahshua Mesaya. Hiyo ni kwa lugha ya Kiebrania. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima. Yeye ndiye ako na uzima. Unapoambiwa ili upate uzima wa milele, sio tutapata kwingine. Sisi zote tunajua kwamba huu uzima haununuliwi na pesa. Kama ingenunuliwa na pesa, matajiri wangekuwa nao. Kama ingenunuliwa na pesa, those tax collectors na wale wengine wenye tunasikia kwa Biblia hawangepata. Hakuna kitu kingine kinapatikana hiyo uzima. Ni kupitia tu kuamini nani? Yesu Kristo. Nikaendelea kusema nini? Asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Kama wewe hauna mwana wa Mungu, hauna hiyo uzima. Haleluya. Tunakuja hapa kuwaambia watu wa Kiplota, kwa sababu imesemekana kwamba injili inahubiriwa ikiwe shahidi. Ndio siku ya hukumu usiseme ukusikia. Lazima ufanye nini? Usikie. Na Mungu amewateua watumishi wake kila sehemu ili watembeze hilo neno. Na sisi tu tunakuja kuwatembezea na kuwaambia kusikia sasa ni hiari yako. Lakini tunawarai na tunaomba hata mwanga wa Mungu iingie mioyoni wenu ili msikie na muelewe. Ikasema nini? Endelea. Imemaliza. Ilikuwa inasema ya kwamba hiyo uzima wa milele hiyo iko katika mwana ambaye ni Yesu Kristo. Huwezi kuokolewa iwapo hautaamini Yesu Kristo. Haleluya. Kwa sababu jana tulihubiriwa hapa, tukaambiwa kwa wale ambao walikuwa na wale ambao hawakuwa, tulihubiriwa jana tukaambiwa ili mtu aweze kupata uzima wa milele, kitu ya kwanza lazima aamini. Tunaposoma katika kitabu cha 3:16 in the book of John tulikuwa tunasomewa na huwa tunajua nafikiri kila mtu, kwa sababu hiyo nafunza Sunday school, nafunza Sabbath school, nafunza kila mahali, kwamba Mungu aliweza kupenda ulimwengu na akamtuma mwana wake wa pekee ili kila yeyote atakayeamini atapata nini? Uzima wa milele.
So kitu ya kwanza lazima uamini Mungu na mwana wake Yesu Kristo ili upate uzima wa milele. Na unapoamini, tukafunza jana kwamba ni lazima mtu kubatizwa. Kubatizwa inaonyesha kwamba umemkubali Yesu Kristo. Tulisomewa jana katika kitabu cha Yohana 3:1 na kuendelea. Tukasikia kuhusu mazungumzo kati ya Yesu na mtu ambaye alikuwa mkuu wa Wanaisraeli ambaye alikuwa anaitwa Nikodemo. Yesu akamwambia mtu hawezi kupata uzima wa milele iwapo hatazaliwa mara ya pili. Basi palikuwa na mtu wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Alikuwa mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, alimwambiaje? Rabi, twajua ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kusifanya ishara hizi usifanyazo wewe. Alimtambua Yesu na yeye alikuwa mkuu, alikuwa mtu mkubwa katika jamii hiyo, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambiaje? Amina nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Usipozaliwa mara ya pili hauwezi kuona ufalme wa Mungu. Sasa ukikubali, haitoshi useme mimi nimepokea Yesu kama sijui mchungaji wa maisha yangu alafu uokolewe. Hiyo haitoshi. Lazima ufanyiwe tohara isiyofanyika kwa mikono. Tohara hiyo ni kitu ambacho kinaitwa ubatizo. Lazima mtu ubatizwe ili upate uzima wa milele. Na si kubatizwa tu, lazima uenende kwa maneno ya Yesu Kristo ambaye alifunza hapa duniani. Na hiyo ndio ujumbe ambao tumeleta hapa wakaaji wa Kiblombe. Sisi tumeleta maneno mazuri. Ni ile tu labda faida yake labda haijaonekana, ama labda haionekani waziwazi, ama kwamba faida yake iko huko mbele, lakini sitaki mjue hivyo peke yake. Sio uzima wa milele peke yake ndio unapata ukipokea neno la Mungu. Kuna faida nyingi sana ambazo unazipata katika dunia hii ambayo ni ya Mungu. Haleluya! Sisi zote nimeona hapa, sisi tunakazana sana katika maneno ya maisha. Tunafanya biashara ili angalau tupate kila ambacho tutakiendesha maisha hii. Lakini mimi nakwambia kwamba lazima uongeze neno la Mungu ambalo linakusaidia zaidi. Haleluya. Shalom. Kwa hivyo ni vyema tulishike neno hili. Ni vyema tuipokee neno hili na sisi tuweze kubadilisha nia kupitia ubatizo ili tuenende na neno la Mungu. Neno hili ama ujumbe huu wa Yesu Kristo si ujumbe ambao ni mbaya. Kama ingekuwa mbaya mungetufukuza, na kama uzuri wake ungeonekana waziwazi mungejaa hapa. Lakini na tumaini kwamba mnasikia neno hili. Neno ambalo tumeleta ni kuenenda kwa njia ya Kikristo. Ukishapokea Yesu Kristo, inakupasa uenende jinsi ambavyo yeye alifunza, kwa sababu katika ulimwengu huu kuna roho mbili ambazo zinakinzana katika ulimwengu huu. Unapopata mtu anafanya maovu, ujue kuna roho iko ndani yake inayomuongoza afanye hiyo maovu. Unapopata mtu akiwa amefanya makosa ambaye hata ni haibu mbele ya watu na jamii, ule mtu anasema si mimi, nimedanganywa na nane? Na Ibilisi. Na kweli amedanganywa na Ibilisi, kwa sababu tuko na vipawa viwili vya kiroho ambavyo vinakinzana, ya shetani na ya kimungu. Wakati mtu anaenenda na mambo ambazo hazipendezi hata katika jamii, huyo mtu anaongoza na roho ya shetani. Na tumekuja kuhubiri leo tukisema mumkubali Mungu, kwa sababu uungu ni uzuri. Tunaposoma katika kitabu cha Acts chapter 20 verse 21, neno hili linaambiwa kila mtu. 20 verse 21 katika kitabu cha Acts. Na mimi nasema maandiko mengi ndugu zangu wa Kiblombe, kwa sababu sitaki niseme maneno yangu. Nataka Mungu azungumze mwenyewe katika kitabu chake ambacho ni Biblia.
Ikasema, inasema nini? nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani, Wayahudi na Wayunani, Wanandi na Waluya, Wakisii na Wakikuyu wanashuhudiwa kwamba wamtupie Mungu kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo, na kumwamini Yesu Kristo. Kutubu kwa Mungu ni kuenenda kimungu. Maneno ya Mungu ni mambo mazuri, si mambo mabaya. Kama kuna upendo katika jamii, kama kuna amani katika jamii, hiyo ndio umungu. Ujumbe ambao tumeleta leo ni kwamba watu waenende umungu na kuamini ile ujumbe wa Yesu Kristo ambao sio tofauti na umungu. Yenye Yesu Kristo ama ile yenye tunaambiwa tukue na imani kwa Yesu Kristo ni kushika neno la Mungu. Na tunaposoma katika kitabu cha Waefeso ile mstari wa 20 na kuendelea mpaka 30, hiyo ndio umungu ambao unazungumziwa, mambo mazuri katika jamii. Na kama kila mtu angeshika neno la Mungu katika jamii hii, hakungekuwa na uovu katika jamii. Kama kila mtu angeshika neno hili, hakungekuwa na maafa mabaya ya kusikitisha katika jamii, kwa sababu Mungu ako pamoja na watu. Haleluya! Hiyo ndio ujumbe ambao tumeleta. Si eti ni kitu kibaya kwamba watu waweze kupata neno la Mungu ili amani ikuwe katika nchi, na tena ili hao watu wapate tumaini la wokovu baada ya maisha haya. Sisi zote hapa tunajua ya kwamba hatutakuwa hii dunia milele. Hata watu ambao walikuwa walienda. Sisi tuko safari, tunaenda wapi? Kuna kufufuka, kuna kuamka. Na wale ambao watafufuka na kupata uzima ni wale ambao walilishika neno la Mungu na kuenenda nayo. Na wale ambao hawakushika neno watakufa, wafufuke ndio wakufe tena vizuri. Na hiyo ndio onyo ambayo tumeleta. Tusikuve hii ya dunia yenye ni lazima tukuve, eti alafu ufufuke eti ukuvishwe vizuri. Hapana, wewe amua ushike neno ndio upate tumaini la wokovu la kuwa na maisha ya milele. Andiko hilo katika kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 20 na kuendelea. Ndio ujumbe, hiyo ndio neno la Yesu Kristo. Bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo, ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Yesu. Hiyo ndio Ukristo. Kama mlifunzwa kujua neno hili, kulishika neno hili, neno la Kristo. Kristo anasema neno lake ni nini? Ile neno la Mungu ni nini? Haswa ni nini? Hiyo ndio nini sasa? Kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani, inasema utoe mwenendo wa utu wa zamani unaoharibika na kusifuata tamaa zenye kudanganya. Tusifuate tamaa zenye kudanganya, mambo za dunia. Na mfanywe wapya katika roho. Tunavaa kufanywa wapya katika roho. Mkafae utu upya. Tuvaa utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu. Katika haki na utakatifu wa kweli. Hiyo ndio Roho Mtakatifu. Hiyo ndio roho ya umungu ambao tunazungumzia. Basi ufueni uongo. Tunaambiwa eti neno la Mungu kwamba tuacheni uongo katika jamii. Sidhani kama kuna mtu hata sehemu hii mwenye anapenda uongo. Watu wa Kiblomba, kuna mtu anapenda uongo? Haleluya! Hata wakaaji ambao tuko pamoja, kuna mtu anapenda uongo? Hakuna mtu anapenda uongo. Mtu akidanganya anasema umenidanganya. Na hata hiyo kudanganya inaleta mambo mengi. Hata maneno ya corruption in the society, hiyo ndio udanganyifu. Tunaambiwa tuache uongo wa aina yote katika jamii. Hiyo ndio Ukristo. Mkaseme kweli kila mtu na jirani yake. Sisi tusemane sana ukweli. Kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. Kila mtu tujali kila mtu, usidanganye. Hiyo ndio Ukristo ambao tumeleta siku ya leo. Tuseme sana ukweli. Hiyo ndio Ukristo. Nini nyingine? Mwe na hasira ila msitende dhambi. Kama kuna hasira, kwa sababu binadamu ako na hasira, tunaambiwa mkwe na hasira isiyoleta dhambi, kwa sababu sisi tuko dunia. Kama ukweli
unajichunga. Hiyo ni kukuwa na kiasi. Mtu ambaye anaweza kudhibiti hasira yake anakuwa na kiasi. Hii hasira inasababisha watu wakosane. Hasira inasababisha watu wastakiane polisi, wapelekane kotini na kutokuwa na amani katika jamii. Ndio hasira. Kama tuko na hasira, tuache nini? Tukuwe na kiasi. Tusimtendee yule mtu tunamkasirikia mabaya. Hiyo ndio Ukristo. Jua lisichwe na uchungu wenyu bado haujawatoka. Jua lisitue na bado tuko na ile uchungu ambao tulisababishiwa. Wala msipe ibilisi nafasi. Tunaambiwa tusipatie ibilisi nafasi. Sasa tusikia, nilikuwa nimesema kuna roho mbili zinakinzana katika dunia. Ya ibilisi ya inasababisha watu wafanye maovu. Tunaambiwa tusipatie nafasi. Tusikasirike ndio ibilisi apate nafasi. Ukikasirishwa na mtu, ibilisi anapata nafasi, anakuambia uwa yeye, anakuambia peleka kotini, anakuambia kosana na yeye. Hiyo ndio Ukristo. Tunaambiwa tusipatie nafasi shetani, ibilisi. Mwipaji asiipe tena. Hata mwizi anaambiwa uache kuiba. Hiyo ndio Ukristo. Bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe. Yule mwenye anaiba awache kuiba. Hiyo ndio Ukristo. Biblia inasema hiyo. Anasema mwenye anaiba asifanye nini? Asiibe tena, bali akuwe na bidii katika maisha ili apate chenye ataweza kujisaidia, kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji, na hata apatie mwenye anahitaji, yule mwenye ana mikono, yule mwenye ana uwezo wa kufanya kazi. Kama kungekuwa na mambo hayo katika jamii, kungekuwa na amani sehemu hii. Haleluya. Unaona hata hao wenzangu wa duka, huo tunanunua kufuli kubwa kwa sababu ya wezi. Kama Mungu angekuwa ndani yetu, kama tungeruhusu Mungu, neno la Mungu likaa ndani yetu, hatungekuwa na haja ya mambo kama hayo, kwa sababu mwizi hata kuwepo. Endelea kidogo. Neno lolote lililo uovu lisitoke vinywani mwenu. Usiseme maneno maovu isitoke kinywani. Hiyo ndio Ukristo ambao tumeleta. Tukisema ya kwamba watu waweze kukubali Mungu, hiyo ndio vitu ambao tumeleta. Haleluya. Umungu ndio huyo, Ukristo ndio hiyo, si kitu kingine. Si eti ni ukue slave wa kitu fulani, ni kukua tu mtu mzuri katika jamii. Na hiyo uzuri wako ndio isienda hasara. Uzuri yako ndio isienda hasara. Ukubali ubatizwe, ujue neno la Mungu na likae ndani lako, uenende nayo, ili wakati wa wokovu ukuwe mmoja wapo wa wale ambao wanaokolewa. Haleluya. Haleluya. Endelea. Pale lile chema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Na maneno mengi hapo ukiendelea kusoma mpaka 30. Wala msihusunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu. Tupatie nafasi Roho Mtakatifu wa Mungu. Baye katika yeye mlitiwa muhuri hata siku ya hukumu. Hiyo ndio inatia mtu muhuri hadi siku ya nini? Ukombozi. Roho Mtakatifu ambao utapata ukiwa umebatizwa. Hiyo ndio muhuri yenye itaonyesha katika wakati wa wokovu kwamba wewe ni mmoja wapo ambao wanafaa kuokolewa. Ukiwa na Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye utapata wakati ambapo utabatizwa kwa jina la Yesu Kristo, ndio Roho Mtakatifu atakaa ndani yako, na hiyo ndio muhuri ambayo itakupatia uzima wa milele. Haleluya. Na tumeambiwa ya kwamba Mungu anaitana kila wakati. Anaita watu. Kuna mtu hata hapa mwenye anasema ya kwamba hii injili imekuwa ikihubiriwa tangu nizaliwe. Tumekuwa tukiambiwa eti kuna Yesu ambaye atakuja. Atakuja lini? Lakini kuna kitu kimoja umesahau. Hii dunia imekuwa kwa miaka. Tukifuatilia vizuri kibiblia, tunaelekea miaka 6,000. Lakini watu wa historia wenye wanatumia carbon 14 dating wanasema milioni ngapi? Lakini kibiblia tunajua dunia imekaa takriban miaka 6,000 tukifuata Biblia. Almost 6,000 years ndio tumekaa. Haleluya. Lakini sisi binadamu tumepewa nafasi kidogo sana. Tumepewa nafasi kidogo sana ya kuishi ulimwengu. Hiyo ni nafasi ya kujitayarisha kwa maisha mengine ambayo yako hapo mbele, ambayo ni mazuri zaidi. Hiyo ndio uzima wa milele ambao unatangazwa. Na Biblia inasema
huyu Yesu ama Mungu akawii katika maelezo yake. Tunaposoma katika kitabu cha Petro wa pili 3 mstari wa 9, 3 verses 9 in the book of 2 Peter, inasema ya kwamba huyu Yesu akawii katika hakawii kuitimiza ahadi yake. Hawezi kawia kuitimiza ahadi yake, kama wengine wanavyo ahadi ya kurudi mara ya pili, kama vile watu wengi wanavyosema ya kwamba eti amekawia. Bali uvumilia kwenyu, anavumilia kwetu sisi zote, maana hapendi mtu yeyote apotee, pale wote wafikirie toba. Hataki mtu yeyote apotee. Ndio maana tunaambiwa yeye ama Mungu aliweza kupenda ulimwengu, alipenda kila mtu. Wewe jinsi ulivyo, wewe ni muumba wa Mungu, na anakupenda sana, na anakuita kila wakati, anakuitia wokovu, kwa sababu wewe ni kiumbe chake. Alikuumba kwa mfano wake, na anakuitia wokovu kila wakati. Anavumilia wewe uache maovu na ukubali umungu na Ukristo ambao tumeweza kuhubiri hapa, ili upate kuokolewa wakati wa wokovu. Haleluya! Yeye anatupatia nafasi, anaitana kila wakati. Tunaposoma katika kitabu cha Isaia chapter 50 verses 1, inasema ya kwamba, naomba tusome kitabu cha nikasema Bwana asema hivi, Isaia ni Psalm, ni kitabu cha Zaburi. Anasema anaitana tangu machweo. Ikasema Mungu Bwana amenena, anaita nchi toka mawio ya jua, toka pale ambapo jua linatokea hata machweo yake, hata pale ambapo inatua, anaitana. Tokea Sayuni ukamilifu wa usuri. Anaita kila mtu. Na ukienda katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 3 mstari wa 20, ndio nimalizie, anasema ya kwamba anatuita tena, ana knock on your door which is your heart. Anaitana, nasimama mlangoni, anasimama mlango wa kila mtu akisikia sauti yangu, mtu ambaye atasikia sauti ya Yesu akiitana na kufungua mlango, nitaingia kwake, ataingia kwake, nitakula pamoja naye, na atakula pamoja na yeye, na yeye pamoja nami, na yeye pamoja. Yaani Mungu akiwa ama Yesu akiwa nyumbani mwako, kuna amani na kuna starehe na kuna mambo yote. Iwapo kuna magonjwa, mawele na kadhalika, shida, unamwambia niondolee, na anafanya nini? Anakuondolea. Haleluya! Neno hili ni nzuri sana. Nikimalizia hili neno ambalo tunalihubiri, na ukishika na kufuata, utakula mema ya nchi, utafurahia hata maisha ya hapa dunia, si ile ya mbinguni peke yake. Tunaposoma katika kitabu cha Isaia 1 verses 19, inasema neno hilo kwamba ukikubali utakula mema ya nchi. Na neno hili ni nzuri sana, inatuokoa sisi na hata inatusaidia kusukuma maisha haya mafupi. Ikiwa Yesu ako pamoja nasi, ikiwa tuko na Mungu ndani yetu, mambo ya dunia inakuwa nzuri. Kama mkikubali na kutii, tutakula mema ya nchi. Tutakula mema ya nchi. Nchi ilitengenezewa binadamu, si ya kuteseka, ni ya kufurahia. Adamu alitengenezewa shamba la Edeni, akaambiwa ingia ukule matunda na uweze kulinda. Nchi ni ya watu, lakini inakuaje kuna matatizo katika nchi? Ni kwa sababu ya uovu ambao umejaa nchi. Tumeruhusu shetani akuje ndani yetu ili atuangamize. Na ndio maana watu wa Kiblomba tumekuja leo tukawaambia mkubali neno la Mungu ili muokolewe na ili mkae vyema katika nchi. Tahadhari ya mwisho yenye natoa, ingawa tunaraiana tena, watu wangu, ingawa tunaitana tena namna hiyo, mtu ambaye hasikii neno la Mungu, Biblia inasema ya kwamba kuna siku ambayo inakuja kama moto. Ingawa sitaki niseme hiyo, tusiposikia tena, kwa sababu Mungu ni mkubwa wetu na hatuna mkubwa mwingine. Yeye ndiye anaamua chenye anafanyia watu ambao hawamsikii. Tunawaita kwamba tunawarai tukiwaambia tusikie yeye na tuenende kwa neno lake. Na katika kuenenda ni ile tu nafasi haitoshi. Katika kukubali Injili, tujue ya kwamba Biblia inasema hata shetani anajifanya kuwa malaika wa ukweli.
Tujihadhari sana, kwa sababu ibilisi shetani analeta kuchanganya watu, anajaribu kuchanganya watu. Wakati Mungu analeta injili, pia shetani analeta injili yake yenye inafanana na injili ya Mungu, lakini ni ya upotovu. Haleluya, shalom. Kwa hivyo tukue na tahadhari ili neno lisitimie ambalo liliandikwa katika kitabu cha Mathayo 7:21 yenye sitaki tusome, yenye inasema ya kwamba sio kila mtu mwenye ananiita Mungu ndiye atakayeingia ufalme wa mbinguni. Ni lazima tuingie ufalme wa mbinguni tukifuata utaratibu ambao uliwekwa na Mungu vizuri, bila kuongeza na bila kupunguza neno la Mungu. Kuna formula ambayo inafaa kufuatwa ili mtu apate utakatifu, ili mtu apate kuokolewa dhambi na mtu apate kupata uzima wa milele. Kwa hivyo tumekuja leo na si mara ya mwisho, tutakuja tena, na tukikuja tutajifunza mengi. Mpaka hapo nawatakia mema watu wetu wa Kiplombe. Mungu awe pamoja nanyi. Tunaomba roho ya Mungu ingie ndani yenu, iwafunze zaidi yale ambayo hatukuweza kujifunza siku ya leo. Aweze kuwaelekeza kwa njia nzuri, aweze kuwaonyesha utakatifu ambao unafaa kukuwa nao ili uweze kurithi ufalme wa mbinguni. Mimi naitwa Pastor Moses Ngetich. Mimi naishi sehemu za Ziwa. Asante sana. Karibu.